Zenu ndugu zangu, bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo nataka nikupeni elimu ya tabia zinazovutia majini wa mali kuja kwako wao wenyewe. Ieleweke katika tabia za binadamu, kuna aina ya tabia utakazo kuwa nazo unavutia wale majini wa utajiri kuja kwako na kukupa wewe mali na utajiri. Na ieleweke ninapozungumza majini wa utajiri, nazungumzia ni viumbe halisi viliopo ambavyo vinaishi katika hii dunia yetu, ambavyo vinaweza kushabihiana na kufungamana na binadamu wenye tabia fulani, ambao wana hulka fulani kwa ajili ya kuweza kuwapa mafanikio yakawa ni msaada kwao na msaada kwa watu wengine. Watu ambao wana tabia ya kusaidia watu wengine na watu ambao wana tabia ya kuguswa na matatizo ya watu wengine. Watu wa hivi mara nyingi wanakuwa wana karama za utajiri, na majini wa kiutajiri ambao wanaishi katika falme za majini wanaweza kuja kwa huyu mtu wakampa baraka, wakampa bahati ya kuweza kupata mali ambazo mali zile zikaweza kuwa ni baraka kwake, lakini zinakuwa zinavutwa na ile tabia yake. Ieleweke majini hawa wa mali wanachotaka kwanza ni uaminifu na kuwahurumia watu wengine na kujitoa kwa ajili ya shida za watu wengine. Kwa hiyo kama wewe ni mtu unaohitaji kupata mafanikio, nataka uelewe kwamba sio mpaka uende kwa mganga ndo uweze kupata majini wa mali. Kwa kutengeneza tabia aina fulani, majini wa utajiri na mali wanaweza kukuletea mali na ukajikuta unapata mali pasipo kujua zinatoka wapi. Kumbe mali hizo zinakuja kwa ajili ya ile tabia yako. Kwa bahati mbaya, watu wengi sana wanapopata mali kwa kuto kujua kwamba zinatoka kwenye nguvu za asili za majini, wao wanaweza wakabadilisha tabia zao, lakini kumbe huenda zile tabia walizokuwa nazo awali ndio zilikuwa zinawafanya kuwavutia wale majini, na baadaye ukajikuta watu hao tena wanaanza kufilisika kwa sababu kuna tabia fulani, kwa sababu mali yenyewe pia unaleta baadhi ya watu ambao wanakuwa na tabia fulani, na unaweza ukajikuta pia unaingia kwenye tabia ambazo hazikuwa zako hapo awali. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto nataka nikuainishie baadhi ya tabia ambazo kama utazifuata tabia hizo na utaziishi katika miaka yako ya maisha yako ya hapa duniani, nikupe uhakika, ni guarantee kabisa wewe utakwenda kufanikiwa katika uchumi, katika pesa, katika mali, na utaweza kuwa ni mtu ni tajiri ambaye unayeweza kupata mali kwa kutumia hizi nguvu za majini bila ya kwenda kwa mganga. Tabia ya kwanza nimesema ni kuwahurumia watu wengine. Huruma ni nini? Huruma ni ile hali ya kuguswa na tatizo la mtu mwingine ambaye si ndugu yako, humjui anakotoka, lakini akikuelezea tu ile shida yake, wewe unaguswa, na kuguswa unaguswa kwa kiwango ambacho unahisi maumivu ya vile ambavyo anavyokueleza wewe, na unaguswa kwa ajili ya kumsaidia, na unaweza kuanza kumsaidia hata kwa kidogo ulichokuwa nacho. Yaani kuna watu hawana mali nyingi, lakini wakikuta mtu ana njaa hata ni shilingi 100 watamsaidia kwa kulingana na uwezo wao. Unakuta mtu ana shilingi 1000, lakini akihadisiwa shida ya mtu mwingine, ile shilingi 1000 anaona ni bora aende akampe huyu mtu aende akale. Sasa tabia kama hizi ni tabia za kitajiri, na ni tabia ambazo zinazovutia wale majini wa kheri ambao wanaokuwa wanataka kuwapa watu mali na utajiri kuvutika kuja kwako. Lakini tabia nyingine ni tabia ya kujitoa kwenye matatizo ya watu wengine. Kuna watu ambao wakisikia watu wengine wana matatizo, wanaweza kujitolea muda wao, wanaweza kujitolea kuwapa ushauri, wanaweza kujitolea kwa nasema kwa hali na mali. Kama wewe una tabia kujitolea kwa hali na mali kwa watu, haijalishi wale watu unaowasaidia watakushukuru, watakulipa ama watakusaidia na wao, lakini amini kwamba kuna nguvu kuu ambayo itakayokuja kukusaidia na kukuwezesha wewe kupata mali na kuweza kupata neema ya kiuchumi. Na nguvu hiyo mara nyingi inatoka kwenye majini wale waheri ambao wanakuja kukusaidia wewe, lakini hii ni baada ya kudumu kwa miaka na miaka kwa tabia hizi njema ninazoweza kukuelekeza hapa. Na tabia hizi unapozifanya, usitarajie kurudishiwa hisani na wale uliowasaidia. Usije ukamsaidia mtu kwa kumweka akiba, atakuumiza. Ukimsaidia mtu kwamba uende na yeye kesho atakuja kukusaidia, utakuwa umekwenda tofauti na kanuni hizi ninazozungumza. Wewe kama ulikwisha msaidia mtu, katika nafsi yako amini kwamba umepanda tunda la wema, na Mwenyezi Mungu atakulipa kupitia viumbe vyake alivyoviumba, ambavyo kazi yake ni kuleta neema na baraka katika maisha ya watu. Na moja ya viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba ni majini wazuri, wapo kwa ajili ya kuwasaidia watu. Malaika wa baraka wapo kwa ajili ya kuwawezesha watu. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kudumu katika ile nafasi ya kufanyia watu wema, kuwasaidia watu na kuguswa na matatizo ya watu. Ni kuhakikishie kwamba utajiri utamiminika kwako kwa kadiri ambavyo utakavyokuwa umejitoa kwa watu wengine. Kipimo ulichowapimia watu kile na wewe utakuja kupimiwa kwa wema ule kuweza kurejeshewa. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto nataka nikwambie, hauhitaji kumuona mganga, hauhitaji kupewa jini na mganga,
hauhitaji kupewa utajiri na mganga. Kama utahitaji hivyo, kuna principles zake na kuna kanuni utazifuata, utaweza kupata. Lakini unaweza kupata utajiri kupitia aina ya tabia ya mtu, karata unayomtengeneza katika ndani yako. Ieleweke, sisi binadamu ni viumbe ambao tunaweza kuwa vile tunavyotaka sisi kuwa. Unaweza kuamua kuwa mtu mbaya na utakuwa mtu mbaya na mabaya yatakuja kwako. Lakini unaweza kuwa mtu mzuri, ukavutia vitu vizuri, majini wazuri, malaika wazuri wakaja kwako kuja kukuletea neema na baraka. Lakini moja ya tabia ambazo nilizokuambia ni hizo za kuguswa na matatizo ya watu, hilo moja. Pili, kusaidia watu wengine, hilo pili. Tatu, kusaidia watu wasio na uwezo kwa kadiri ya uwezo wako uliokuwa nao wewe. Huhitaji kuwa na mamilioni ya hela ndio usaidie watu wengine. Kuna watu wanadhani kwamba kutoa msaada ni lazima uwe na vitu vingi mpaka vingine vinakuwa labda havina kazi. No. Kutoa msaada ni hali ya kuguswa na matatizo ya watu wengine. Lakini tabia nyingine ni ile tabia ya kuweza kuleta solution katika maisha ya watu. Yaani kwa mfano, kama kuna watu katika kijiji chenu wanahangaishwa na maji na wewe una uwezo kidogo kuweza kuchimba kisima, chimba kile kisima na watu wachote maji pale. Utashuhudia Mungu atakavyokubariki kwa kukuletea malaika wake wa baraka na kukuletea majini wake wa heri kuja kuweza kukusaidia. Lakini kama kuna watu labda wanaumwa, lakini maradhi yao yanatokana na uelewa, hawana uelewa ndio maana wanapata maradhi hayo, na wewe una elimu, waelimishe hao watu na Mungu atakupa baraka na utaweza kupata utajiri kupitia hiyo elimu ndogo unaowasaidia watu. Itakuwa ni nuru na mwanga kukumulikia wewe kuweza kupata mali na utajiri. Kama wewe ni msomi, na hii inatoa changamoto kwa wasomi, watu wana elimu alafu wanakaa nazo, usikae na elimu. Kama wewe ni afisa wa mifugo, umesomea uafisa wa mifugo, nenda kwa wafugaji, nenda kawape hiyo elimu, kawasaidie. Kuna watu ng'ombe wanakufa huko kwa sababu wana maradhi hawayajui, na wewe umesomea mambo ya mifugo, nenda huko kawasaidia watu bure. Jitolee. Utakapojitolea, basi baraka na nuru kutoka kwa malaika wa baraka na mizimu ya heri na hawa majini wazuri watakuja kuleta neema na baraka kwako ya kufanikiwa. Wewe ni afisa wa kilimo, kuna wakulima ambao wanalima bila ya ujuzi na utaalamu. Wewe una utaalamu, unalalamika hauna kazi. Nenda kajitolee kwa hiyo elimu yako uliokuwa nayo kwa watu ambao wanafanya kazi za mashambani, na Mwenyezi Mungu atakubariki. Huko atatokea malaika wako wa baraka, huko atatokea jini wako wa heri, huko itatokea mizimu ya baraka itakayokupa nguvu na connection, na wewe utaweza kupata mali, utaweza kufanikiwa. Nataka nikwambie kitu, mafanikio ya watu yako kwenye mikono ya mtu. Unapomsaidia mtu na huyo mtu naye amini usiamini, hata kama asipokusaidia yeye, Mwenyezi Mungu kwa karama zake na nguvu za ulimwengu huu utaweza kukubeba wewe na kukupeleka kwenye mafanikio. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha ya kukwambia usikae na ujuzi kwa kusubiri uajiriwe. Nenda kajiajiri kwa ujuzi uliokuwa nao. Kama ni mtaalamu, nenda kawasaidia watu katika taaluma yako hiyo, nao utapata baraka, utapata nuru. Kama mimi Dr. Imani Mandoto, mimi ni mganga, lakini sikukaa tu, nimeandaa vitu kama hivi na elimu kama hizi kwa sababu watu wanapoelimika, na mimi napata baraka na nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia mizimu, kupitia majini, kupitia malaika wa baraka. Kwa sababu kila kitu ambacho utakifanya kwa nia ya kusaidia mtu, haijalishi utamsaidia mtu kwa kutumia njia gani, madhari ni msaada, basi msaada huo utakuwa una impact katika maisha ya watu na Mungu atakulipa kwa kadri ya hisani yake. Lakini pia hata kama wewe ujifanye ni mtu mwema, labda uko kwenye kipengele chochote kile, uko kwenye kitu chochote kile, uko kwenye imani unazoona ni bora kuliko imani zingine, kama utawafanyia watu vitu vibaya kupitia hicho kitu chako na karama yako, amini hivyo vitu vibaya vitaweza kukurudia na vitarudi kwako wewe na vitakuja kuleta matatizo hata kwenye familia na kizazi chako. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Lakini kama una jambo lolote linalo kusumbua, unataka kupata msaada kupitia uganga wa jadi, mimi Dr. Imani Mandoto, nipigie kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Mpaka hapo nimefikia mwisho, lakini nikuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kulike na uendelee kushare video zetu ili kuweza kuwapatia watu elimu kadri tunavyokuwa tunaziweka. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.